Hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu na mshikamano miongoni mwetu. Viongozi waanzilishi wa taifa hili wamefanya kazi kubwa. Hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere, hayati mzee Sheikh Abeid Amani Karume kule Zanzibar walitujengea msingi imara sana ambao tumeendelea kushuhudia ukiwa imara mpaka leo hii tunapofikia zaidi ya miaka 60. Tunayo majukumu, tunayo dhamana ya kuendeleza jambo hili katika taifa hili. Taifa hili ambalo leo limepata heshima ya kuwa na utulivu ndani ya nchi, ni muhimu sana tukaendeleza taifa hili kuwa tulivu. Nchi yoyote ambayo haina amani, watu wake hawezi kuishi mahali wakiwa na amani. Tusingeweza kukaa hapa kwa mkao huu kuanzia asubuhi mpaka saa hizi tukiwa na utulivu huu kama nchi hii isingekuwa na amani. Kukosekana kwa amani ni kumfanya kila mmoja aishi bila uhakika wa shughuli zake. Kwa kila mmoja aenda akasisitize amani. Kauli zozote zile ambazo zinakwenda kutugawa, nyie wasomi mwe wa kwanza katika kutafakari kauli hizo na kuanza kukemea au kutofuata mazingira hayo. Serikali yenu bado iko imara. Mifumo yake ya mawasiliano tumeimarisha. Tumefungua milango kupokea maoni mbalimbali ikiwemo na maboresho. Hata nyie wasomi kupitia TAHLISO na taarifa ni mlango sahihi wa kupeleka changamoto zenu serikalini. Tuendelee kuimarisha haya, tusimamie utawala bora wa sheria wenye misingi ya kudumisha umoja, mshikamano na amani kama nguzo muhimu ya maendeleo ndani ya taifa letu. La pili ambalo pia liko mwaka huu ni uchaguzi mkuu. Mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Wale wote wenye sifa ya uchaguzi waliofikia miaka 18 na kuendelea, wawe mko vioni au mko uraiani, bado mnayo haki ya kuchagua viongozi mnaodhani wanaweza kuwaletea maendeleo kwenye maeneo yenu. Ni nyie tu mko mashuleni, lakini kwa wale ambao wamemaliza vyuo wanayo haki pia kugombea nafasi mbalimbali huko waliko. Uhuru huu ni mkubwa na ndio demokrasia. Mwaka huu tunapoelekea kwenye uchaguzi ni mwaka ambao wale wanaowania uongozi kila mmoja hutumia mbinu yake. Sisi kama wasomi ni muhimu tukawa makini sana na mwaka huu, na wanaotaka uongozi wanaotumia mbinu mbalimbali, ni lazima mbinu hizo ziendelee kutuhakikishia kwamba zinaiacha nchi yetu kuwa salama. Ni muhimu kutafakari kauli zao wanazotumia ili kupatia uongozi, zisiwe kauli ambazo zitakuja kuwavuruga na kuwafanya msambaratike na kulifanya taifa hili liishi bila amani. Tanzania ni yetu. Endeleeni kuhakikisha kuwa tunaendelea kuhakikisha kuwa taifa hili linabaki salama pamoja na uchaguzi ambao tunao. Ni matumaini yangu kwamba na sisi tutakuwa wadau wakubwa wa kuhakikisha kuwa taifa hili linaimarika na kubaki imara. Nirudie tena kuwapongeza sana TAHLISO kwa kushirikisha wadau mbalimbali na kukutana hapa, kukutana na wasomi wetu nchini na mkaandaa maadhimisho haya mwaka 21 kwa miaka 21. Hii ni ubora wa uongozi ambao unathamini utamaduni ulioko ndani ya